Yes, Godfrey Mchungu, mwanafalsafa mchambuzi wa kimataifa. Nataka tuzungumze kidogo kuhusu siasa za kimataifa na kimsingi siasa za Mashariki ya Kati. Jana nilikuwa mahali nilikuwa na mwenzangu of course, ndugu yangu Rugete, tulizungumza kuhusu masuala ya milango bahari na umuhimu wake kwenye siasa za kijiografia na namna gani milango bahari hiyo imekuwa ikiathiri uchumi, ikiathiri siasa, ikiathiri masuala mbalimbali ya kiusalama. Sasa leo kwenye uchambuzi wetu ambao kimsingi tulikuwa tumeufanya, nataka tuzungumze athari za vita vya Mashariki ya Kati na mkakati wa mataifa yote mawili kuendelea kushambuliana au kuendelea kuchukua hatua mpya ili kuweza kufikia maslahi ambayo kimsingi wamekuwa wakiyalenga au wakiyapanga. Sasa hivi kwa hali ambayo inaendelea ni kujaribu kuweza kushambulia mifumo ya kiraia upande wote wawili, kwa maana kwamba Israel pamoja na Iran au Israel na washirika wake Marekani pamoja na Iran wamekuwa wakishambulia maeneo ya kiraia. Tunafahamu kwamba kuna sheria za kimataifa, nchi haitakiwi kushambulia mifumo ya kiraia. Kwa mfano ya madaraja, mifumo kwa mfano shule, hospitali, mifumo ya maji. Kumbuka hii imekuwa ikigusa au imekuwa ikiathiri mahitaji ya watu wengi. Kwa hiyo unaposhambulia, maana ni kwamba unaenda kusabotage human needs, yani unaenda kusabotage maslahi au mahitaji ya kiuchumi ya mataifa husika. Sasa tumeshuhudia Marekani wameweza kushambulia mojawapo daraja refu katika nchi ya Iran, takriban kilomita 10,055 limeweza kushambuliwa. Lakini la pili, tumeshuhudia Irani ameanza kuipiga mifumo ya maji ya nchi ya washirika ya Iran. Nafahamu nchi ya Iran imekuwa ilionya kwamba kama wakishambuliwa basi wataenda kuzipiga nchi za kikanda au wataenda kuzipiga mataifa ambayo yamekuwa akishirikiana na Marekani kwenye kumpiga nchi ya Iran. Na unafahamu kwamba takriban 80% ya mataifa ya Ghuba yamekuwa yakitegemea mifumo ya maji ambayo imechakatwa, ambayo imetolewa baharini kwa lengo kuhakikisha kwamba wanaweza kuichakata, kuitoa chumvi na kuweza kutumika kwa mahitaji yao ya kila siku ya watu wao. Nafahamu kwamba hizi ni nchi ambazo zimekuwa hazina mvua za kutosha. Kwa hiyo wao wamekuwa wakijaribu kutumia mifumo ya maji ambayo imekuwa ikitumia sayansi kuhakikisha kwamba inaweza kuchakatwa, kutolewa chumvi na kuweza kutumika kwa mahitaji mbalimbali ya kibinadamu. Na unafahamu kwamba desalination umekuwa na mfumo wa msingi Mashariki ya Kati. Ukienda kule Qatar, UAE, Bahrain, Saudia wamekuwa wakiwekeza kwenye mifumo. Sasa Irani ameupiga mfumo mmoja katika nchi ya Kuwait na kuweza kuharibu kabisa. Hii maana ni kwamba vita imegeuka katika kupiga miundombinu ya kimkakati, maeneo ya kijeshi, maeneo ya nyuklia, wanasayansi, viongozi. Ilipelekea vita kwenda kushambulia maeneo ya mahitaji ya watu. Unaposhambulia shule, maana ni kwamba unagusa dignity, unagusa utu. Unaposhambulia hospitali, unagusa maisha ya watu. Unaposhambulia kwa mfano hoja mifumo ya maji, maana ni kwamba unaenda kugusa maisha ya watu. Kwa hiyo ukiacha kwamba kuna catastrophe ya kufungwa kwa milango bahari duniani, Bab el-Mandeb ambao Wahuthi wametisha kuufunga, mfereji wa Hormuz ambao wa Irani wameendelea kuufunga, lakini pia kuna mzozo mwingine mkubwa wa kikanda ambao umekuwa ukihusisha kuweza kugusa miundombinu ya kiraia. Upande wa Iran wamezungumza kwamba wanasema kwamba wao na wakiongozwa Abbas Araghchi kwamba wao hata kama miundombinu yao itajengwa basi hawawezi kusalimu amri. Lakini Irani walionya vilevile kwamba wataendelea kupiga kambi zote za Marekani katika washirika wake wa kikanda. Na kimsingi ni kwamba sasa hivi wanachotaka kufanya ni kujaribu kuzipiga ile miundombinu au kampuni za Kimarekani ambazo zimekuwa zikihusishwa na kupanga mipango, kupanga mikakati, kupanga malengo, kufikia malengo ambayo kimsingi wamekusudia katika nchi ya Iran. Kwa mfano, Mashariki ya Kati kuna nchi ambazo kuna mataifa ambayo yamekuwa yameweka
kampuni za Marekani, kwa mfano Microsoft, Google, Oracle, Nvidia, Spare Solution, Tesla, Palantir, Boeing, HP, Meta, Intel, IBM na taasisi nyingi za Kimarekani ambazo zimewekeza katika maeneo ya Ghuba. Kwa mfano Dubai, kwa wale ambao wamefika Dubai, unafahamu kwamba Dubai ndio center ya uchumi Mashariki ya Kati. Makampuni yote makubwa yapo pale. Irani amewaambia watu kwamba waondoke kwenye maeneo kwa sababu anataka kuja kuyapiga, kuyashambulia, kwa sababu imeingia kwenye vita ya kuweza kupiga maeneo ya kiraia, imeingia kwenye vita ya kuweza kushambulia maeneo ya civilian. Taratibu za kimataifa ambazo tunaziita protokali na mikataba ya kimataifa ambayo tunaita ni convention na matamko ya kimataifa ambayo tunaita declaration inasema kwamba ni mwiko kuweza kushambulia miundombinu ya kiraia, ni mwiko kuweza kushambulia miundombinu ambayo imekuwa ikigusa maslahi ya watu wengi. Lakini kutazama hizi kampuni ambazo nimezitaja zimekuwa zikihusishwa au zikihusianishwa na kutumika na Mossad, CIA, MI6, FBI kuweza kupanga mipango dhidi ya kuweza kuendelea kuishambulia Irani. Kwa hiyo Irani anachokifanya ni kujaribu kuweza kuizima haraka hii mitambo ambayo imekuwa ikihusika katika kusabotage mipango yao ya kila siku. Nisha kusema kwamba ili uweze kuanzisha vita, kuna dhana ya rational approach, kufanya uchanganuzi wa kimantiki, kuweza kufikia hitaji ambalo umelikusudia. Unahitaji kuweza kutafuta nchi washirika, unahitaji kuweza kutafuta nchi wanachama, unahitaji kuweza kutafuta watu ambao wanaweza kukuunga mkono, ili mwisho wa siku uweze kufikia maslahi yako ya kiuchumi, maslahi yako ya kiusalama, maslahi yako ya kimkakati. Kwa hiyo Irani anachokifanya ni kujaribu kupeleka adabu, kupeleka catastrophe, na mbinu ni moja tu, ifanye vita iweze kuwa ndefu, ili mwisho wa siku uweze kufikia malengo yako ya vita na kusababisha mpinzani wako kuweza kutumia gharama kubwa kwenye vita na kuweza kusababisha wewe kuto kutumia gharama kubwa kwenye vita, lakini wewe kuweza kumshindikiza mwenzako kuweza kukaa kwenye mazungumzo. Mnaonifuatilia, tushe kuzungumza issues za negotiation power politics. Nani anaturufu kwenye meza ya mazungumzo? Unapokaa kwenye mazungumzo, una kitu gani ambacho wewe unacho mwenzako ana? Hiyo ndio negotiation power. Na hapa kuna formula, of course, inaitwa BATINA, Best Alternative to Negotiation Agreement, kwamba wewe kama ukikataa ukaa kwenye meza mazungumzo, una alternative, una kitu ambacho mwenzako hana. Hata kama usipofikia deal, basi unaweza kufikia na kulinda maslahi yako. Ndio dhana ambayo kimsingi imekuwa ikitumika hapa. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia namna gani hizi siasa za jiografia zimekuwa zikiathiri, na next time nafikiri tuje kuzungumza milango bahari ambayo imekuwa ikiathiri dunia kwenye usafirishaji na uunganishaji wa uchumi. Kwa mfano Hormuz, mlango bahari wa Hormuz, mlango bahari wa Maraka, mlango bahari wa Suez Canal, Panama, Cape of Good Hope, tazama Bosphorus. Kote tutazungumza kuonyesha namna gani tunaweza kufikia maslahi makubwa ya kiuchumi na kuweza kufahamu namna gani milango bahari hii imekuwa ikiathiri uchumi, diplomasia, siasa na mahusiano ya kimataifa. Sun Tzu anasema kwamba Warusi wanafanya ujasusi, ndege wanapaa, samaki wanaogelea. Samaki wanapaa, ndege wanaogelea, Warusi wanafanya ujasusi. Samaki wanaogelea, ndege wanapaa, Warusi wanafanya ujasusi. Urusi amekuwa akisaidia Iran pamoja na China kuweza kufanya ujasusi wa kivita kwenye vita ambao unaendelea kati ya Mashariki ya Kati. Godfrey Mchungu, mwanafalsafa, mchambuzi wako bora wa masuala ya kimataifa. Asante sana, usiache kusubscribe. Naona message zenu nyingi, usiache kusubscribe, bonyeza hapo alama ya kengele, tutazungumza sana. Of course nipo busy na mambo mengi na vipindi vingi natakuwa nifanye na aliko maeneo mbalimbali, natakuwa nikazungumza na wanafunzi, of course nimekuwa nikifanya uchambuzi na baadhi ya mashirika mengine ya nje. Of course naandika makala na kufanya nao interview, mambo ni mengi, lakini nakuomba kwamba usiache kusubscribe. Tutakuwa pamoja, tutazungumza na mwisho siku tutafikia hitimisho la pamoja ambalo tunaita win-win situation au mutual
agreement. Asante.